Enoch, uhusiano wake na Bwana ulikuwa ni so deep, ulikuwa ni wa ndani mno, ulikuwa ni wa kina mno, kiasi kwamba Mungu alikuwa anaenjoy company ya Enoch, akamhamisha asije akaonje mauti. Kwa hiyo kwa wale wanaosema kila nafsi inaonja mauti, si kweli. Enoch hakufa na Elia hakufa, walihamishwa, hawakuonja mauti. Pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku, muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Tunaendelea na somo letu linalosema anza mwaka mpya na Bwana, anza mwaka mpya na Bwana, na tumekwisha kuangalia mambo kadhaa, lakini kubwa tuliloliona ni kile ambacho Mfalme Daudi ametuasa kwamba mtafuteni Bwana na nguvu zake, tafuteni uso wake siku zote. Na tukaangalia mfano wa maisha ya Daudi mwenyewe, jinsi ambavyo alikuwa anatembea kwa karibu kabisa na Bwana, na jinsi ambavyo alikuwa na matokeo makubwa na ya kushangaza. Lakini nitakwambia kitu kimoja, kumtafuta Bwana na nguvu zake, kumtafuta Bwana na uwezo wake haiwezekani pasipo imani. Kwa leo nitataka tuangazie nafasi ya imani katika kumtafuta Bwana na nguvu zake. Kumbuka tu mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, like pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram unafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tukasema niunge nao ukaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Napenda kutoa shukrani za dhati pia kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza, na kupa hongera sana 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 kwa kutii na kukubali kuwa mwanafunzi wa Kristo. Namshukuru Mungu pia kwa ajili ya kwako wewe ambao umekubali mwaliko wa Roho Mtakatifu na kufanya maombi kwa ajili ya uzaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako ni hazina muhimu sana kwa ufalme wa Mungu. Endelea kusimama pamoja nasi, usichoke. Na mwisho, namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Kumbuka, unapojitoa namna hiyo unawezesha mambo mengi yanafanyika, ikiwa ni pamoja na uandaaji wa vipindi kama hivi. Kwa hiyo nakupa hongera sana. Neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo izidishwe sana juu yako. Basi kama nilivyosema, Daudi tumekuwa tukimtumia nadhani kama vipindi vitatu vilivyopita, tukiangalia historia ya maisha yake, historia ya uhusiano wake na Bwana, na jinsi ambavyo Bwana anasema kwamba amepata mtu ambaye anaufurahisha moyo wake, mtu ambaye anaufukuzia moyo wake, mtu ambaye atatimiza mapenzi yake yote. Na katika vipindi vilivyopita nilikuwa nimekugusia kwamba Daudi sifa yake kubwa ilikuwa ni sio tu kwamba alikuwa anafukuzia moyo wa Mungu na kuupendeza moyo wa Mungu, lakini pia Mungu mwenyewe anashuhudia, anasema kwamba ni mtu ambaye atatimiza mapenzi yangu yote. Kwa lugha nyingine, nitakalo muagiza Daudi, najua Daudi atalifanya. Sasa nikasema changamoto tulionayo Wakristo wengi leo hii, hatutafuti kutimiza mapenzi ya Mungu katika either iwe ni biashara unafanya, ama iwe ni kazi ya kuajiriwa, ama iwe ni katika malezi ya watoto, ama iwe ni katika kazi ya kujitolea kwa ajili ya wengine. Mara nyingi hatutafuti kutimiza mapenzi ya Mungu. Kwa lugha nyingine maana yake ni kwa sababu katika kujifunza na katika kulelewa katika mifumo ya makanisa yetu, na hasa kama tumefundishwa kutokea kwenye mrengo wa kidini, tumejengewa dhana kana kwamba mapenzi yetu sisi siku zote huwa yanakinzana na mapenzi ya Mungu, kwamba ni vigumu ukakuta mapenzi ya mwanadamu, kwa maana ya kwamba, na hapa namzungumzia mtu aliyezaliwa mara ya pili, mmoja yake Mkristo, mapenzi ya Mkristo kuwa yanakubaliana ama yanashabihiana na mapenzi ya Mungu. Na kwa maana hiyo inaonekana kana kwamba nikichagua kufanya mapenzi ya Mungu, basi itanilazimu mimi kuacha mapenzi yangu. Lakini ukweli ni kwamba kama umekuwa una uhusiano na Mungu, na kama umekuwa ukitembea karibu na yeye ama ukitembea pamoja na yeye,
yeye. Na kama umekuwa unatenga muda wa kukaa katika neno, kusoma, kutafakari na kujua njia zake, basi utajikuta kwamba hayo unayodhania kuwa ni mapenzi yako wewe actually ni mapenzi yake yeye. Ndio maana Wafilipi 2:13 anasema kwa mstari wa 12, Wafilipi 2:12 anasema utimizeni wokovu wenu. Alafu mstari wa 13 anasema kwa maana ni Mungu ndiye anayetenda kazi ndani mwenu kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa ajili ya kusudi lake jema. Kwa hiyo maana yake ni kwamba nikiamua kujitiisha, nikatafuta kutimiza mapenzi ya Mungu kama ambavyo Bwana Yesu alituonyesha, basi maana yake ni kwamba inafungua mlango kwa Mungu kuniwezesha mimi kuishi katika viwango na ndoto ambazo alikuwa amezitengeneza kwa ajili yangu. Ukiangalia maisha ya Bwana Yesu ambaye alisema sitafuti kufanya mapenzi yangu mwenyewe bali mapenzi yake yalinituma, mpaka leo hii bado tunazungumza stories za Bwana Yesu. Tunazungumzia jinsi ambavyo alikuwa wa tofauti, tunazungumzia miujiza, ishara na maajabu ambayo aliyafanya, tunazungumzia upendo alioonyesha uliokuwa wa viwango vingine, tunazungumzia habari ya uvumilivu, tunazungumzia habari ya kujitoa kwa ajili ya wengine. Kwa ujumla ukiangalia maisha yake, aliishi maisha ambayo yalikuwa yamejaa nini? Yamejaa kuridhika kwa kila namna. Kwa nini? Kwa sababu alichagua kufanya mapenzi ya Mungu, yaani baba yake, na wala sio mapenzi yake mwenyewe. Na kwa maana hiyo akaja akafika mahali kwamba mapenzi ya Mungu yakawa ndio mapenzi yake. Na maisha yake yanatupa picha kwamba kutafuta kufanya mapenzi ya Mungu haina maana kwamba utaishi maisha ambayo yako chini ya viwango. Kwa lugha nyingine, mimi na wewe tukitaka kuishi maisha ambayo yataturuhusu tuishi katika viwango vya hali ya juu, basi ni pale ambapo tutafanya maamuzi ya kujitiisha na kusema kwamba unajua nini? Nataka mapenzi ya Mungu yatimie katika maisha yangu. Sasa mapenzi ya Mungu sio jambo gumu. Kama umewahi kunisikiliza nikifundisha huko nyuma, utakuwa umewahi kunisikia nikisema miaka mingi iliyopita wakati naanza safari yangu na Bwana Yesu, nadhani takriban kama mwaka 2010, nikiwa nafanya maombi nje kwangu wakati huo, asubuhi. Wakati naomba, Roho akaniambia waombe rafiki zako ambao mlikuwa mnakunywa nao pombe. Rafiki zako ambao mlikuwa nao duniani wote. Nakumbuka wakati hilo wazo limekuja ndani mwangu, nikasimama nikasema maana niliguna mpaka nikatoa sauti ya nje. Na Roho akaniuliza mbona umeguna? Nikaambia rafiki zangu kuombea mapenzi yako yatimie juu yao itakuwa ngumu kidogo. Na sitakaa nisahau kitu aliniambia. Akaambia kwa nini mkisikia mapenzi ya Mungu juu ya mtu mnawaza sheria kwamba usifanye usi. Akaniambia kwa nini usione mapenzi yangu juu ya rafiki zako ni wao wawe na afya njema, wao wawe na nyumba nzuri, wao wawe na vipato vinavyoridhisha, wao wawe na maisha yaliyojaa ustawi na mafanikio. Nakumbuka nilikaa kimya, ikanipiga butwaa kwa sababu hakuna mtu alikuwa amewahi kunifundisha kutazama mapenzi ya Mungu kutokea kwenye engo hiyo. Lakini ukweli ni kwamba ukisoma Biblia na kuiangalia, utaona hayo ndio yamekuwa mapenzi ya Mungu juu ya watu wake. Unaweza ukaangalia maisha ya Abrahamu, Isaka, Yakobo, Yusufu. Unaweza ukaangalia maisha ya taifa la Israeli. Unaweza ukaangalia maisha ya Solomoni, maisha ya Daudi, maisha ya Hezekia, maisha ya wafalme kuna Josia. Utaona kwamba Mungu mawazo yake siku zote yamekuwa ni mawazo ya kumtendea mwanadamu mema. Lakini shida ni kwamba tumefundishwa kwamba mapenzi ya Mungu na mapenzi yetu sisi yanakinzana. Now, ni kweli kuna wakati unaweza kama kumekupishana kupo, sikatai kwenye hilo, lakini ninachokijua mimi, kwa kadiri ambavyo unakuwa unatenga muda kukaa mbele za Bwana na kufanya ushirika naye kupitia neno lake na roho wake, ndivyo ambavyo mapenzi yako yanabebana na mapenzi yake, ndivyo ambavyo mapenzi yake na mapenzi yako yanachanganyika na kuwa kitu kimoja. Ndio maana unafika mahali kama Bwana Yesu unakuwa hauna mapenzi yako wewe tena, bali mapenzi yake. Tunakwenda sawa? Sasa, baada ya kusema hayo, kumbuka tuliangalia vitu kadhaa. Tuliangalia historia ya maisha ya Daudi kama nilivyosema, tukaenda tukaangalia kwenye Kumbukumbu la Torati mlango ule wa 4 na mstari ule wa 29. Anasema huyu ni Musa anawaambia wana wa Israeli. Anasema lakini huko kama mkimtafuta Bwana Mungu wako utampata, ukimtafuta kwa moyo wako wote na kwa nafsi yako yote.
Sasa nilizungumza nikaelezea kidogo hili, lakini nataka kusisitiza tena. Unapoamua kumtafuta Bwana ni muhimu na ni lazima umtafute kwa moyo wako wote na kwa nafsi yako yote. Kwa lugha nyingine, usimtafute nusu-nusu. Usimtafute nusu-nusu. Usiingie una wake. Sasa ili uweze kuelewa ninazungumzwa nini hapa, twende kwenye Waebrania mlango wa 11 na nikukumbushe tu kumbuka Yohana 4:24 Bwana Yesu anatuambia kwamba Mungu ni roho. Na kwa maana kama Mungu ni roho, maana yake ni kwamba unahusiana na yeye asiyeonekana. Kwa hiyo tukienda kwenye Waebrania 11 kwa mfano, kama unakumbuka story ya Musa wakati yuko Misri, nataka tusome ile mstari wa inamzungumzia Musa. Historia yake ni ndefu. Nianze mstari wa 24 mpaka wa 27 ili uweze kupata muktadha, context. Waebrania 11:24-27. Anasema kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo ama kwa muda mfupi. Akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri, kwa kuwa alivyotazamia hayo malipo. Sasa 27 asema kwa imani Musa akatoka Misri asiogope ghadhabu ya mfalme, maana alistahimili kama amuonaye yeye asiyoonekana. Kwa hiyo unaweza ukaona anasema kwamba Musa alitoka Misri akifanya anasema ngoja ndio kusoma, anasema maana alistahimili kama amuonaye yeye asiyoonekana. Kwamba unakumbuka alipotoka Misri alienda akapitia maisha magumu sana. Alienda kwa Jethro, akawa anafanya kazi kwa Jethro, akawa ni mchungi wa mifugo. Kufikiria kutoka kuwa mwanamfalme, mwana wa binti Farao, amekaa katika kasri la mfalme, amelelewa maisha ya kifalme, maisha ya kustarehe, maisha ya kutumikiwa na watumwa, mpaka kwenda kuwa mchunga kondoo, mchunga mbuzi, mchunga ng'ombe maporini. Hayakuwa maisha rahisi, lakini Biblia inasema alistahimili hayo yote. Kwa nini aliweza kustahimili? Angalia mstari wa 27. Anasema maana alistahimili kama amuonaye yeye asiyoonekana. Lakini alifanyaje? Anasema kwa imani. Kwa hiyo inatuonyesha kwamba Musa alikuwa anahusiana na Mungu asiyoonekana kwa imani. Kwa mimi na wewe pia tunapomtafuta Bwana na nguvu zake, tunamtafuta kwa imani, kwa sababu huyu Bwana tunayemtafuta haonekani kwa macho. Kwa hiyo tunatumia imani. Na ndio maana sasa tukirudi kwenye Waebrania mstari ule wa 6 ama nitaanza mstari wa 5 kwa sababu inazungumzia story ya Enoch. Anatupa mfano mzuri wa namna ambavyo tunatakiwa kuhusiana na Mungu. Kwa hiyo Waebrania 11 mstari wa 5 hadi wa 6 anasema hivi: kwa imani Enoko alihamishwa asije akaona mauti, wala hakuonekana, kwa sababu Mungu alimhamisha, maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. 6. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Sasa hii story imetoka kwenye Mwanzo mlango wa 5. Kwa hiyo nataka turudi kwenye Mwanzo mlango wa 5, alafu tutarudi tena kwenye Waebrania 11. Hapa itakuwa imekaa vizuri. Kwa hiyo ni Mwanzo mlango wa 5 na mstari ule wa 21. Mwanzo 5:21. Haleluya. Anasema hivi: Enoko akaishi miaka 65 akamzaa Metusela. Enoko akaenda pamoja na Mungu ama akatembea pamoja na Mungu baada ya kumzaa Metusela miaka 300. Kwa hiyo alikuwa kwenye fellowship, ushirika wa karibu na Mungu. Alikuwa katika harakati za kumtafuta Bwana. Ndio hicho tunachokizungumzia hapa. Anasema kwa muda wa miaka 300. Anasema akazaa wana waume na wake. Anasema siku zote za Enoko ni miaka 365. Enoko akaenda pamoja na Mungu, naye akatoweka, maana Mungu alimtwaa. Umeona hiyo? Sasa ngoja tutafute kama ina Kiswahili kwenye neno ama kwenye Biblia Habari Njema, tuone anasemaje, afu itakuwa imekaa vizuri.
Neno anasema hivi, Enoki akatembea na Mungu kisha akatoweka kwa sababu Mungu alimchukua. Biblia habari njema inasema alikuwa mcha Mungu akatoweka kwa maana Mungu alimchukua. Kwa hiyo Mungu akikuchukua na kuchukua mzima mzima, hakuui. Wao wapendwa wanasema si tulimpenda lakini Mungu amempenda zaidi amemchukua. No. Mungu akitaka kukuchukua na kuchukua mzima mzima. Enoki akufa. Kwa hiyo anaposema Enoki akatembea na Mungu, kwa Kiingereza anasema he walked with God. Walk with God maana yake ni kwamba ni kuwa na ushirika, kuwa na fellowship. Kuwa na ushirika na kuwa na fellowship na huyu Mungu. Anasema alifanya hivyo kwa miaka 300. Kila siku alikuwa anapiga ushirika na Mungu. Na siku moja huwa anapenda kutania, anasema siku moja akatoka anaenda jogging kukimbia na Mungu, alafu Mungu akamwambia unajua nini? Hebu hamia huko juu. Kwa hiyo Enoki akaondoka zake akaenda mbinguni. Sasa hiyo kutembea na Mungu ndio ambalo Mungu amekusudia na sisi tutembee pamoja naye. Kama uamini, angalia kwenye Wakorinto wa pili mlango ule wa 6. Wakorinto wa pili mlango wa 6. Wakorinto wa pili mlango wa 6 na mstari wa 16. Anasema hivi, tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea. Umeona hiyo? Nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea. Nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo sio tu kwamba Mungu anaishi ndani mwetu, lakini Mungu anataka kutembea na sisi, anataka kuwa na fellowship, anataka kuwa na ushirika na sisi kama ambavyo alikuwa na ushirika na Enoch. Sasa huo ushirika na Enoch aliufanyaje? Ndio tunarudi kwenye Waebrania 11 sasa. Nitasoma tena ule mstari wa 5 na wa 6. Alafu tutakuwa tumepata ufunguo mzuri sana ambao utatusaidia katika tafakuri yetu. Kwa hiyo mstari wa 5 wa Waebrania 11:5 anasema kwa imani Enoch alihamishwa asije akaona mauti wala hakuonekana, kwa sababu Mungu alimhamisha, maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba anampendeza Mungu. Umeona hicho kitu? Kwa hiyo anasema Enoch alihamishwa asije akaonje mauti. Lakini anasema kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Sasa swali linakuja, okay. Kwa hiyo nampendezaje Mungu? Natembeaje na Mungu? You see? Na mtanisamea, ngoja nitumie lugha moja hapa, iko mtaani kwa Waswahili ama kwa katika lugha ya Kiswahili na watu wazima wataelewa. Tunasema kwa mfano labda tunasema Joni anatembea na Mwanaisha ama Mohamed anatembea na Esther. Kwa watu wazima wanaelewa tunamaanisha nini. Maana yake ni kwamba uhusiano wao ni umeenda, sio uhusiano wa kawaida, ni uhusiano wa kina, ni uhusiano wa ndani. Hawa watu wana uhusiano wa kimapenzi. Now, kwa anavyosema Enoch akatembea na Mungu, maana yake ni kwamba uhusiano wake na ushirika wake na Mungu ulikuwa ni wa kina, ulikuwa ni wa ndani. Na kumbuka mara nyingi Biblia inatupa picha ya nini? Inatoa picha ya kwamba Mungu ni mume, Israeli ni mke. Kristo ni mume, kanisa ni mke. Kwa hiyo unazungumziwa ushirika wa kina, ushirika wa ndani, fellowship, deep fellowship ambayo inafanyika katika neno na katika roho. Tutaangalia huko nadhani wiki inayokuja. Lakini leo tunaweka utangulizi tu. Kwa hiyo Enoch uhusiano wake na Bwana ulikuwa ni so deep, ulikuwa ni wa ndani mno, ulikuwa ni wa kina mno, kiasi kwamba Mungu alikuwa anaenjoy company ya Enoch akamhamisha asije akaonje mauti. Kwa hiyo kwa wale wanaosema kila nafsi inaonja mauti, si kweli. Enoch hakufa na Elia hakufa, walihamishwa hawakuonja mauti. Na sio hivyo tu, Biblia inasema pia sisi tutakaosalia wakati wa kuja kwake Bwana Yesu. Kwa hiyo ina maana Bwana Yesu atakaporudi kuna watu atawakuta wako hai. Kwa hiyo dhana kila nafsi inaonja mauti haiko kwenye Biblia. It's not biblical. Hiyo iko kwenye kitabu cha rafiki zetu, jirani zetu, ndugu zetu Waislamu, lakini kwenye Biblia ipo. Okay. Kwa hiyo anasema kwa imani Enoch alihamishwa asije akaona mauti. Ngoja sio kwenye Biblia ya neno na ya habari njema. Anasema hivi: kwa imani Enoki alitwaliwa kutoka maisha haya kiasi kwamba hakuonja mauti,
hakuonekana kwa sababu Mungu alikuwa amemchukua, kwa kuwa kabla hajatwaliwa alikuwa ameshuhudiwa kuwa ni mtu aliyempendeza Mungu. Kwa hiyo Mungu akimchukua mtu, anamchukua mtu akiwa hai, haruhusu huyo mtu aonje mauti. Biblia habari njema anasema kwa imani Henoki alichukuliwa na Mungu asipate kufa. Hakuonekana tena kwa sababu Mungu alikuwa amemchukua. Maandiko yasema kwamba kabla ya kuchukuliwa kwake yeye alikuwa amempendeza Mungu. Sasa alimpendezaje Mungu? Mstari wa 6 unatueleza sasa. Anasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Kwa hiyo sasa anazungumza hapa kwamba huyu Mungu pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa kama unataka kumpendeza Mungu, kutembea naye na kuwa na ushirika naye wa kina, ushirika wa ndani, ushirika ulio matawi, anasema lazima utumie imani. Lazima utumie imani. Sasa kumbuka, Waebrania 11:1 inasemaje? Imani ni kuwa na uhakika. Imani ni kuwa na uhakika. Ukisoma kwenye tafsiri hii ya SUV ya kawaida anasema basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Neno anasema basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni udhahiri wa mambo yasiyoonekana. Biblia habari njema anasema kuwa na imani ni kuwa na hakika ya mambo tunayoyatumainia, kusadiki kabisa mambo tusiyoyaona. Sasa ngoja niongeze nini? Niongeze ile kuna SURV anasema hivi, kama unayo Biblia SURV anasema basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni kusadiki mambo yasiyoonekana. Sasa huwezi ukafanya ushirika na Mungu asiyoonekana kama hausadiki kwamba yupo. Na hili ndilo ambalo linashinda Wakristo wengi, na haswa wale ambao wanaishi wamesoma hivi. Maana yake wanaona haina mantiki. Kwa nini niongee kuomba kufanya ushirika na Mungu asiyoonekana? Ndio maana wasomi wengi wanapata shida sana na vitu vya rohoni, kwa sababu wanataka waweze kuthibitisha kwa milango mitano ya fahamu. Lakini Biblia inasema pasipo imani, na ambapo tumeona kwamba imani ni kusadiki mambo yasiyoonekana. Ni kusadiki mambo yasiyoonekana. Ngoja tumwangalie TKU anasemaje. Tende kwa TKU anasema imani inaleta uthabiti wa mambo tunayoyatarajia, ni uthibitisho wa yale tusiyoweza kuyaona. Anasema imani ni uthibitisho wa yale usiyoweza kuyaona. Na hii imani tunajua sisi kwetu msingi wake ni neno la Mungu. Msingi wake ni neno la Mungu. Kwa hiyo Biblia imetuambia kwamba Mungu ni roho. Lakini sio hivyo tu, kwamba kuwa na ushirika na huyu Mungu inawezekana. Kwa nini? Kwa sababu hili ndio kusudi ambalo mimi na wewe tumeitiwa. Tuna mambo ya kuzungumza hapa mengi. Twende kwenye Wakorintho wa kwanza, mlango wa kwanza na mstari ule wa 9. Wakorintho wa kwanza mlango wa kwanza na mstari wa 9. Anasema Mungu ni mwaminifu, ambaye mliitwa na yeye muingie katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. Sasa ngoja nifafanue. Anasema Mungu Baba anao ushirika na mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. Lakini Mungu Baba akaamua kwamba anataka wewe pamoja na mimi tuweze kuingia na kushiriki katika huo ushirika ambao mwanao mpendwa Bwana wetu Yesu Kristo anao na baba yake. Kwa lugha nyingine ametuita tuwe na fellowship, tuwe na ushirika kama ambavyo yeye baba ana ushirika na Yesu Kristo. Kwa lugha nyingine viwango vile vile vya ushirika
Viwango vile vile vya mahusiano baina ya Mungu Baba na Mungu Mwana ndivyo viwango hivyo hivyo ambavyo mimi na wewe tumeitiwa, na kwa neema ya Mungu tunaweza kushiriki katika viwango hivyo. Na kwa maana kupitia huu ushirika tuna uwezo wa kushiriki pendo alilonalo Baba kwa Mwana, tuna uwezo wa kushiriki uzima alionao Baba kwa Mwana, lakini pia tunaweza kushiriki ushirikiano uliomo baina ya Baba na Mwana. Hayo ndo maisha ambayo tumeitiwa rafiki. Kwa hiyo tunapozungumzia kumtafuta Bwana, maana yake tunazungumzia kufanya ushirika naye na kumshirikisha katika maisha yetu ya kila siku, ili kusudi lake na mapenzi yake kupitia maisha yetu yaweze kutimia. That is deep. Tunaenda sawa rafiki? Kwa hiyo sielewi kwa nini mtu ameokoka alafu hayuko excited, hafurahishwi na maisha ya kila siku. Maana kila siku kuna mambo mapya. Nikikutana na mambo makubwa na magumu huwa nasikia raha zaidi, kwa sababu najua huu ni fursa ya mimi kumjua baba yangu vizuri. Hii ni fursa ya kuelewa njia za Mungu. Mungu anafanyaje? Unasema ongezea kidogo. Ningependa kuongezea lakini muda umetuishia. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.